Mwandishi wa habari mwanamke anakwenda kumuuliza swali mwanamke mwenzie, swali kama hilo hapa. Hivyo natamani mwanao aingie kwenye industry ya muziki kama vile ambavyo wanafanya. Okay. Hilo ni swali ambalo mwandishi wa habari mwanamke anamuuliza mwanamke mwenzake ambaye ni Giggimani. Simply, kwanza mimi kama social commentator, baada ya kusikiliza hilo swali na nikasikiliza majibu ya Giggimani ambayo actually mtayasikia hapo baadaye, mimi kwanza nilianza kuanalyze hilo swali la huyu mwandishi wa habari ambaye ni mwanamke anamuuliza Giggimani ambaye pia ni mwanamke mwenzie. Hilo swali anamuuliza mwanamke kama mlivyolisikia kwamba Gigi, unatamani mtoto wako aingie kwenye industry ya muziki kama ambavyo unafanya wewe? Yani mimi nilivyolitafsiri haraka sana hilo swali, nimelitafsiri kwenye mtindo wa kwamba hilo swali ameuliza kwenye engo negative, kwa maana kwamba si kwa malengo mazuri na wala sio malengo chanya. Kwa sababu gani? Ni kwamba sio rahisi leo hiyo ukamuuliza swali, mfano tajiri wa Afrika, tajiri namba 1 Afrika Aliko Dangote, ukamuuliza kwamba wewe unatamani mtoto wako awe mfanyabiashara kama wewe, wakati unajua kabisa kwamba Aliko Dangote ni tajiri namba 1 Afrika kwa sababu ya biashara. So it's obvious kwamba mtoto wake kufanya kitu kama hicho ni kitu kizuri na itampa njia ya yeye kufanikiwa pia, pengine kuwa tajiri kama baba yake au kumzidi baba yake. Vyovyote vile uwezi kumuuliza Mo Dewji ukamuuliza kwamba unatamani wewe mtoto wako awe ni mfanyabiashara kama wewe au mwekezaji kama wewe, aliyakuwa unajua Mo Dewji amefanikiwa na ni mfanyabiashara maarufu na ni tajiri. Uwezi kumuuliza Baresa the same. Lakini kwa kuuliza swali kama hili hapa, tafsiri yake ni kwamba huyu mwanamke, huyu mwandishi wa habari wa kike, alikuwa na lengo la kumuinsult Giggimani. Alikuwa na lengo pia ya kumdhalilisha Giggimani. Alikuwa na lengo pia kuidhalilisha kazi anayoifanya Giggimani, ambayo ni kazi ya muziki.